Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa utukufu na nguvu, neema yako ni ya ajabu. Pokea sifa, wewe ndiye Mungu wetu na wewe ndiye kimbilio letu Jehova. Jehova, wakati wowote mfalme, tunakaa katika uweza wako Bwana, na tunakaa katika Bwana Jehova Jire tumaini lako. Tumefichwa ndani yako Bwana, ni kwa sababu wewe unatupenda. Ni wewe Bwana Jehova Jire umetenda hiyo kazi mwenyewe, mfalme wa ajabu, pasipo kuhitaji msaada wowote wa mwanadamu. Asante Mungu wangu na Baba yangu, kwa upendo wako Bwana Jehova Jire tumeona umefanya maisha yetu Bwana Jehova Jire kuwa maisha ya utukufu, kuwa maisha Bwana Jehova Jire rahisi kuishi ulimwenguni kwa amani, kwa furaha na kwa kutegemea Bwana Jehova Jire umilele ule mfalme umetia ndani yetu. Ni wewe Bwana Jehova Jire umetuponya, ni wewe Bwana umefungua, ni wewe Bwana umetuokoa, ni wewe Bwana Jehova Jire umetupa kibali chote Bwana Jehova Jire tuweze kuiba wimbo mpya, na tuweze kuiba wimbo wa uzima na usindi katika neema yako Bwana. Nani kama wewe? Ribori ya shakata rimasete didai Father Jehova God. We consent ya ribori te didai Father, ribori ya jimasete didai Father, by the right merit didai Father Jehova God. Asante ni kwa sababu ya watu wale umenipa mfalme, wakaweza kuwa Bwana tunasaidiana pamoja nao, wale tunaofanya kazi pamoja nao, watumishi wote wale Bwana Jehova Jire wanahubiri uzima wa milele kupitia Kristo Yesu, wale wanahubiri kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo Yesu, na kuleta neema na amani na kuletea watu wote Bwana uzima wa milele katika maisha yao. Ni wewe Bwana wetu Yesu Kristo tunakutukuza. Didai contributory uliyeshinda rababozeke tori masete didai Father, umetuonyesha njia nzuri na njia jema Bwana Jehova Jire kuyapitia katika mapito yako Bwana Jehova Jire ni kupokea mfalme wa ajabu, ufunuo mpya mfalme mwema. Ni kwa sababu hakuna awezaye kukaa kwako kama Bwana hana ufunuo mpya. Ufunuo huu Bwana Jehova Jire ndio umetudumisha kukaa katika neema yako, nao maisha yetu yote inabadilika. Asante kwa sababu ya milango iliyofunguka kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jire ya uzima ulitupa Bwana kabla ya mzima wa milele kabla msingi wa dunia kuwekwa. Asante ni kwa sababu ya baraka zote za rohoni mfalme wa ajabu kabla Bwana Jehova Jire msingi wa ulimwengu kuwekwa, na kutukuza Bwana wangu Yesu Kristo na kuinua. Wastahili mfalme. Umeponya mioyo yetu Bwana, umeponya mili yetu Bwana, umeponya mawazo yetu Bwana. Mioyo yetu Bwana Jehova Jire haina hukumu yoyote, ni kwa sababu umetufanyia kazi. Ninawaombea wote hawajajua kuhusu Bwana Jehova Jire neema ya Kristo Yesu, wote wale wadumuo katika sheria, wale hawaelewi ya kuwa sheria ilileta kifo, lakini Kristo Yesu alileta neema na kweli, na ametuletea uzima Bwana Jehova Jire, na ametuletea Bwana Jehova Mungu wetu na mfalme, ametufungua katika vifungo za aina nyingi sana yale tulikuwa tumefungwa nayo. Pokea sifa. Dhambi zetu zote zimeondolewa, nguvu zetu Bwana Jehova Jire zimerudi katika maisha yetu ya rohoni. Na sasa Bwana Jehova Jire tegemeo letu lote ni wewe, na uwezo wetu wote ni wewe. Twakutukuza wewe Bwana Jehova Jire, kibirio letu, mfalme wetu. Dia glory cretesete be thou contented bianete thy Father Jehova God. Pokea sifa wewe Bwana. Ninakataa kila nguvu zote zinazozuilia watu hawa tuko nao na wale wengine watakapoingia kulisikiliza baadaye. Ninawaombea Bwana Jehova Jire kuwa na mawazo open mind wakati wanaposoma, wakati wanaposikiliza, wakati Bwana Jehova Jire wanapotaka kuelewa mapenzi yako katika neno. Ninawaombea wote Bwana Jehova Jire, nguvu zote Bwana na roho wote mchafu ninaziweka chini ya miguu yetu, ni kwa sababu hapo ndipo kikao chao. Asante Yesu Kristo, asante Mungu wetu kwa utukufu wako na fadhili zako. Twakuinua na twakutukuza, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Tukitaka tuweze kuangalia neno, kwa sababu Mungu ametupa kibali kikuu cha kutambua mapenzi yake katika neno lake. Neno lile ninataka tuweze kufungua ni neno tuliweza kulisoma jana katika kitabu ya Ephesians 2:22. Tuweze kuelekea nalo mpaka mwisho, na yale mengine tutakapofungua. Na kupenda sana.
katika hili neno katika Ephesians 2. Ephesians 2:22. 2:22 inasemaje? Inasema hivi: in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Neno linatuambia tumejengwa ndani yake. Hatujajengwa na maombi. We are built in him. Na wakati tunaposema we are built in him, ni kusema ya kwamba sisi hatujatosha kujiamini. Ni kusema ya kwamba sisi hatuna kazi katika kazi ya Bwana. Katika kazi ya Bwana hatuna kazi tunafaa kuifanya. Yeye ndiye anaifanya ndani yetu. Sababu yeye ndiye anafaa kutujenga. Sisi hatujui tunafaa kuwa katika mjengo wa aina gani. Na ndio jana niliweza kukuambia, tulizaliwa tukiwa utupu. Tulizaliwa tukiwa ukiwa. Tulizaliwa tukiwa giza. Hiyo ni kusema ya kwamba hakuna jambo lolote tuliweza kulitambua. Hakuna kitu chochote tuliweza kukijua. Sisi tulikuwa watu tu wasio na mwelekeo na wasiotambua mapenzi ya Mungu. Lakini Kristo naye ni nani? Akaweza kupata nafasi ndani yetu. Na sio kupata, alitafuta nafasi ndani yetu sisi, mimi na wewe, ndio tuweze kupokea kile kibali chake. Ndio tuweze kutambua mapenzi yake katika neema yake. Haleluya. Siku ya leo mimi ninashukuru Bwana sana katika maisha yangu ya rohoni. Sababu isipokuwa tu Bwana aliingilia maisha yangu ya rohoni, akaweza build, akaweza kuimold kulingana na vile yeye mwenyewe alivyohitaji. Sababu ni hii, mtu wa Mungu, wacha kuwa mtu wa kwenda tu kanisa. Wacha kuwa tu mtu wa kutaka vile anataka. Wacha kuwa mtu wa kutaka tu kuona miujiza na maisha. Katika New Testament in Matthew, Mark, Luke and John, gospel books, tunaona watu wengi sana walimfuata Kristo ni kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya miujiza na maisha. Hawakuwa na haja na neno lake. Hawakuwa na haja na mazungumzo yale aliyokuwa anayoyazungumza. Tunajua hivyo. Paka kukafika mahali fulani wakati mmoja, wakajua Yesu amevuka, wakamfuata. Na wakati walipoenda mahali pale, Yesu akawaambia, ninajua hamunifuati ni kwa sababu ya neno ninalolisema, wala kwa sababu ya uzima wa milele. Mnanifuata ni kwa sababu mmekula mkashiba. Naye akawaeleza, akawaambia, mtakunikula na mnikunywe. Hakuna miracle ingine, muujiza mwingine utakapofanyika isipokuwa tu ule ulifanyika Kana ya Galili. Kutoka leo ni mnikule na mnikunywe. Na ikawa hivyo. Nao wakati walisikia Kristo amesema namna hiyo, neno linasema ya kwamba, haleluya, wote walianza kunogona mamaling, wakiuliza, sasa huyu
tunaweza mkula wapi? Atakulika. Anajiita mkate wa uzima. Yeye ni mkate wa uzima namna gani? Wakadoubt ile sauti ya Bwana, wakakataa ile sauti ya Bwana, wakakinai ile sauti ya Bwana, walidisobey. Na wakati walifika katika hiyo stage, wakafikiria kuondoka kwake, wakaondoka mbele zake. Na wakati walipoondoka, kwa hivyo ni kusema waliondokea presence ya Mungu, kama vile Adam and Eve walikataa, walidisobey, walikataa voice of God. Na wakati walipokataa, ni kusema ya kwamba waliondoka katika presence, waliondokea Christ, waliondokea God, walikataa na wakapinga mapenzi ya Mungu. Hivyo ndivyo nao hawa watu walipinga wakati walisikia Kristo akisema mtanikula na mnikunywe. Na watu 60 wakarudi, walibaki tu wale 12. Na Yesu akawauliza, na nyinyi mnataka kwenda? Petro akasema, twaenda wapi? Na tunajua wewe ndiye uko na uzima wa milele. Wewe ndiye uko na umilele. Wewe ndiye maisha yetu. Wewe ndiye uwezo wetu. Tunakutambua Kristo. Wewe ndiye uzima. Yes. Siku ya leo nataka kukwambia mtu wa Mungu, tumejengwa katika mjengo ndani ya Kristo Yesu. Petro akaelewa Christ ni nani, nini anaweza toa kwa Christ, na kazi ya Christ ile anaweza ifanya kumpitia. Haleluya. Na wakati ilipofika mahali pale, tunasema ya kwamba we are God's dwelling. We are God's dwelling. We are Christ's dwelling. We are Holy Spirit dwelling. Anaishi ndani yetu. We are already builded. Hakuna kujijenga tunapojijenga tena. Tumeshajengwa. Tumeshafanywa. Tumeshachaguliwa. Tumeshatumwa katika kazi yake kulingana na vile yeye mwenyewe alivyo. Mungu amesha kutupa. Amesha tumekuwa vivant. Haleluya. Kutoka pale kuna mstari ulio pale nilikuwa ninausoma katika kitabu ya John 6. Wacha tuangalie pamoja na katika kitabu ya John 6 what? John 6:16. Nilikuwa ninasoma huo mstari nikaona unasema ya kwamba, and when even was now come, his disciples went down unto the sea. Mstari unto the sea. Yes, 17. And entered into a ship and went over the sea towards. No, sio huo mstari nilikuwa ninahitaji First John. First John. Nahitaji First John. First John 4. First John 4:13.
inasema ya kwamba hereby know we that we dwell in him and he in us, because he had given us of his spirit. Ate katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho. Yes, Yesu Kristo tunafaa kuelewa na kutambua hukaa ndani yetu na sisi twakaa ndani yake. Kwa hivyo mimi na Kristo tumefanyika kuwa mmoja. Yeye amefanyika kuwa mmoja pamoja nami. Mimi nimefanyika kuwa mmoja pamoja naye. Na kama vile tumefanyika kuwa mmoja, hivyo ndivyo tumefanyika kuwa mmoja pamoja na Mungu. So kupitia Christ we are in God. Mungu amekuwa nafasi yetu ya kuishi. Yeye kumpitia mwanae wa kipekee Christ Jesus, sisi tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Kumpitia Christ tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Hili jambo nataka watu waweze kulitambua sana. Ndio watu waache kwenda kuzunguka huku na kule wakienda kutafuta Yesu. Wakienda kutafuta miujiza na maishara. Wakienda kutafuta Mungu. Mungu yu miongoni mwetu. Mungu yu ndani yetu. Mungu amefanyika kuwa kikao chetu. Mungu amefanyika kuwa kibilio cha wale wamekibiswa. Ni watu wangapi wamekibiswa? Nilikuwa mmoja, lakini sasa hivi nimepumzika. Ni wangapi hata sasa hivi wanasikia kabisa wamekibiswa? Nafasi ya kutulia na kupata pumziko ni ndani ya Kristo. Na ukiwa ndani ya Kristo, uko ndani ya Mungu. Na jambo lolote Mungu anafanyia Christ, anakufanyia wewe. Umekubalika. Jina lako linajulikana kabisa katika ufalme wa mbinguni. Neema ya Bwana iko pamoja nawe katika maisha yako yote. Haleluya, Bwana asifiwe. Nakupenda sana. Nakupenda mtu wa Mungu, na ndio niko hapa ndio nikupee siri. Hii imefichwa katika maandiko na ilinenwa na manabii, na ilinenwa na manabii na mitume, ilinenwa na sheria. Bwana asifiwe. Na Musa yule alifunua mambo yote yale yalikuwa katika scriptures in Old Testament. Ndio kila mmoja wetu aweze kuelewa na kutambua na kufafanukiwa na kazi ya Kristo na mapenzi ya Mungu Baba. Tusipotambua kazi ya Mungu Baba, hatuwezi tambua Christ. Tena tukikosa kumpenda Christ, hatuwezi mjua Mungu. Through Christ twamjua Mungu na twaishi ndani ya Mungu kupitia mwanae. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Pasipo Christ there is no Holy Spirit. So ni lazima tuweze kumkubali na tuweze kumpenda na tuweze kutii neno lake katika maisha yetu. Katika kitabu ya Ephesians 2:18, katika kitabu ya Ephesians 2 mstari wa 18, 2:18 inasema, for through him we both have access by one Spirit into the Father. Hallelujah. Nafurahi nikijua jambo kama hili katika maisha yangu linafanyika. Nikijua jambo kama hili katika maisha yako inafanyika. Anasema kwa maana kwa yeye
sisi zote kwa yeye, sisi zote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Tumepata roho ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Kwa hivyo mimi na Kristo tumefunganishwa pamoja. Na vile tumefunganishwa pamoja na Christ, hivyo ndivyo nimefunganishwa pamoja na God. Kwa sababu through Christ we become one with Christ, with God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mapenzi ya Bwana wakati wowote ni mimi nitambue kazi ya mwanae, ni mimi nimtambue mwanae, ni mimi nitambue na nimpende mwanae Christ Jesus. Huu ufalme si wa wageni, huu ufalme ni wa wenyeji, wale wametambua mwana wa Mungu kwa nini alipoletwa katika ulimwengu, na kwa nini mawazo ya Mungu ilifikiria kumleta. Sababu watu wengi hawajui Mungu alifikiria kumleta mwanae kwa nini, na kulikuwa na watu wengi, na ulimwenguni kulikuwa na watu wangechagua mmoja, lakini kwa nini alimtoa mbinguni akamshusha akamleta miongoni mwetu ndio aweze kutusamehe dhambi? Ni kwa sababu ulimwengu wote ulikuwa umejaa dhambi. Mtu yeyote alikuwa ulimwenguni alikuwa amejaa dhambi. Kwa hivyo hakuna mtu hata mmoja mwenye dhambi angeweza kuokoa mwenye dhambi mwingine. Mwenye dhambi hawezi kuokoa mwenye dhambi mwingine. Yesu alimtuma mwanae yule hakuwa anajua dhambi na hakuwa ametenda dhambi, kwa uwezo wa kutambua na kuelewa yeye ndiye ako na uwezo wote na nguvu zote za kumwokoa mwanadamu. Bwana asifiwe. Sababu beleni Musa alichaguliwa aokoe wana wa Israeli, alishindwa. Yani aliwaokoa katika mji wa Egypt, but hakuwafikisha katika the promised land. Bwana asifiwe. Yeye akuvuka. Adam and Eve wakaumbwa ndio waweze kuleta neema ya Mungu miongoni mwetu, lakini wao walifanya dhambi tu pale mwanzo katika shamba la Edeni. Wakafanya nini? Wakafanya dhambi. Kwa hivyo wakawa wenye dhambi, ikawa haiwezekani waweze kuwatoa watu wa Mungu katika dhambi. Haleluya. Na ndiyo sasa hata wakati sheria ilipokuja, sheria nayo ikawa imekuja kuongezea dhambi katika ulimwengu. Hivyo ndivyo kitabu inasema katika kitabu ya Roman 5:20, 19, 20 na uko chini, from 19 kuteremka ukisoma. Lakini dhambi mahali popote sheria iko, dhambi inaongezeka. Sheria ikawa ukivunja sheria moja umevunja zote. Ikawa hakuna mwanadamu hata mmoja aliweza kuweka ile sheria. So ikawa sheria ni kifungo na ni kifo kwa watu wote katika ulimwengu. Shida ikaongezeka maradufu hata kuliko beleni. Watu wakaanza kufa. Bwana asifiwe. Watu wakaitwa wenye dhambi sababu wamehukumiwa na nini? Na sheria. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu walidisobey. Shida haiko kukula tunda. Shida haiko shetani ama nyoka kumnenea Adam na Eve. Shida ilikuwa kudisobey kile Mungu alikuwa amenena kwanza, wakakichanganya na kile shetani aliongea. Na wakati wowote meza shetani ako pande hii na Mungu pande ile, Mungu hawezi kaa katika hiyo meza. Mungu anajiondokea. Bwana asifiwe. Biblia inasema Mungu na Barieri hawezi kaa
katika meza moja. Satan and God, Christ and Satan hawawezi kaa katika meza moja. Sasa tukiangalia neno la Bwana, tunafaa tuweze kujua na tuhakikishe katika maisha yetu ya kwamba Kristo alitumwa kwa sababu ya kuunganisha watu wale walikuwa wamepotoka katika wema wa Bwana na wakatoka nje ya mapenzi ya Bwana, wakaenda kuangamia, wakaangamia mioyo yao, wakaangamia miili yao, wakaangamiza mafikira yao. Na wakati waliangamika, hawakupata uwezo mwingine wowote wa kuwarudisha katika neema. Mungu ndiye alimtuma mwanae Kristo Yesu. Yule hakuwa amefanya dhambi wala ametenda, ndio aje ulimwenguni sisi wote, mimi na wewe, atutoe katika ile dhambi, tuache kuitwa wenye dhambi, tuitwe wenye haki. Sababu Christ alikuja na haki ulimwenguni, ndio watu wote waweze kuhesabiwa kuwa haki. Na kutufanya kuwa wenye haki ni kwa yeyote yule atakaye amini. Upendo ulio ndani ya Baba, ule ulimfanya aweze kumtuma mwanae. Kwa hivyo wakati tumetambua ule upendo ule unasema ya kwamba tumemwamini Christ. Wakati tumeshamwamini Christ, naye Mungu anatupenda. Na wakati ametupenda, wanakuja wote, Kristo, Roho na Mungu, wanatengeneza kituo ndani yetu, wanatengeneza nafasi ndani yetu, wanaishi ndani yetu. Bwana asifiwe. Hiyo yote tulisoma jana. Kwa hivyo ukitaka kuitambua, rudi katika part 4. Utaweza kuitambua. Tuko part 5. So watu wa Mungu, my dears, nampenda. Wakati ninaponena mambo haya, upendo wa Kristo umejaa ndani yangu, kwa kumjulisha na kutamani sana tuweze kutambua hii siri ya Kristo, hii siri ya msalaba. Tuache kuona msalaba tu, tuache kuona Kristo akiwa ameagusa shingo na huruma nyingi. Haikusaidii na haiwezi fanya uweze ati kuingia katika uzima wa milele. Uzima wa milele tutaupokea kwa kuamini, na ni kuamini neno la Bwana, kulikubali, kulishika neno la Bwana, kupata ufunuo ule umefichwa ndani ya scriptures, ndani ya Old Testament, ndani ya New Testament. Tuweze kutambua yale yote yamenenwa. Haijanenwa tu ndio tuweze tu kuiweka mbele yetu. Imenenwa ndio iweze kuwa uzima kwetu. Imenenwa ndio iweze kutufanya tukaweza kuwa victorious katika ufalme wa mbinguni. Imenenwa ndio tuweze kupokea uzima ule umefichwa ndani yake. Kwa hivyo neno si sababu imeandikwa, si novo, si kitabu ingine yoyote imeandikwa na mtu akisema ya kwamba yeye ni Mungu ama yeye ni nani, yeye anajua. Biblia ndiye kitabu kile tulipewa. Bible ndio ile kitabu tulipewa, kiweze kutuongoza, kutufundisha na kutuelekeza kulingana na mapenzi ya Bwana. Na ndio tuweze kutolewa nayo. Hiyo neno liko ndani ya Biblia, liweze kututoa katika dhambi na maovu. Na yayo yote ilifanyika wakati Kristo Yesu alichukua ile jukumu ya kuja ulimwenguni, ndio watu wote kufia watu wote. Watu wote wamefiwa. Kile kimebaki ni wale hawajaamini. Waamini hiyo kazi ilifanywa naye. Waamini hiyo kazi Kristo alikuja kuifanya, ndio tuweze kuhesabiwa kuwa wenye haki. Watu wasio na lawama, watu wasio na mawaa, watu wale wamechaguliwa na wakatumwa. Umechaguliwa, umetumwa, umeondolewa katika nafasi yoyote ile ya kukuhukumu katika maisha yako. Tukiwa pale tumelisoma hilo, tumeisoma hiyo Ephesians 2:18 tumeisoma. Na sasa nataka tuweze kusoma katika kitabu ya Hebrews. Tuweze kusoma katika kitabu ya Hebrews. Kwa hivyo ingia katika kitabu ya Hebrews.
Hebrews 3. Hebrews 3:6. But Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope from unto the end. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu. Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi. Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, na ile nyumba ni nani? Ni sisi. Kwa hivyo inasema ya kwamba hiyo nyumba ni sisi. Kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taranja letu mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Kristo ako na mamlaka na uwezo na nguvu juu yetu. Na Kristo yeye ndiye ametufanya tuweze kuwa nyumba sahihi, nyumba sawa, kulingana na vile Mungu anavyotaka. So wale watu wote hawajaamini Kristo wako katika uhatari mkubwa sana, wako katika shida kubwa. Sababu hata kama wanasema ufalme wa Mungu ni wao, wanajua Mungu, wamefanya kazi kubwa sana katika ufalme wa Mungu. Kanisa, na kuambia mtu wa Mungu, kama haujamtambua Christ, yote yale umeyafanya ni bure. Yote yale umeyafanya haina maana mbele zake Bwana. Sababu mbele zake yeye anataka kumuona tu mwanae. Anataka kuona kazi itokanao na mwanae Kristo Yesu. Anataka kuona tu ile kazi umeifanya ukiwa umeongozwa, umetazamia katika mwana. Haleluya, mwadhani ya rogosho. Kwa hivyo pasipo mwana hakuna nini? Ushuhuda wowote. Unaweza shuhudia uweze kumfanya mtu mwingine aokolewe kutoka dhambini mwake na aingie katika ufalme wa Bwana yule Mungu anayependa, anaitwa Christ Jesus. Mahali pale nataka tuweze kuangalia katika kitabu ya Roman 12:1. Katika kitabu ya Roman 12:1, Roman 12:1 inasema, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ndio ibada yenu yenye maana. Ibada yangu yenye maana ni kukubali, hata sio kukubali, ni kutambua ya kwamba mwili wangu ni hekalu ya Mungu. Mimi ninahitajika niweze kuwa hekalu ya Mungu. Mimi ninafaa kuwa a dwelling place of God. Mimi nafaa kuelewa na kutambua ati maisha yangu sio yangu, ni yake yeye aliyeniumba.
na neno limetuambia ametujenga kulingana na vile yeye anavyohitaji. Kwa hivyo wewe haujajengwa na mjengo wa ulimwengu. Katika neno katika kitabu ya John, I think John 1, katika kitabu ya John 1 inasema, John 1 mstari wa, wacha niangalie please, mstari wa 12 inasema ya kwamba, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ati bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Number 13, which were born, hiyo ndio ninataka sana, penda sana, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Wasiozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Bali kwa Mungu. Mapenzi ya Mungu wewe uzaliwe. Mapenzi ya Mungu wewe ujengeke kulingana na vile alivyo. Si ukae katika mwili, si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi si kwa mapenzi ya mtu. Bwana asifiwe. Si kwa mapenzi, yani wala si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi ya damu, si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Udoagai, kubali kabisa kufika katika hiyo stage. Na hii stage ndio uweze kuifika, lazima ukae chini uelekezwe. Vile mtu anafika kuwa katika hii stage, kufika kuwa nyumba la Bwana, kufika kuwa ati Mungu Mwana na Roho wanakaa ndani yako. Sio kwa sababu unaenda kanisa, si kwa sababu unakula mesa, si kwa sababu unafunga na kuomba, si kwa sababu uko na pastor mzuri wala bishop mzuri, si kwa sababu unatii sana kanisani. Haleluya. Si kwa sababu umebatizwa, si kwa sababu wewe umetajirika, uko na mali na utajiri. Hapana, si kwa sababu hayo yote. Hapana, si kwa sababu unatoka katika hii nchi na kwenda ingine, si kwa sababu uko na watoto wamesoma, si kwa sababu hujawahi fungiwa nyumba hata uko na nyumba yako maisonette. Hapana, usikajaribu kulinganisha kupokea uzima wa milele na jambo lolote litokanao na lifananao na ulimwengu. Na ndio umeambiwa, which are born not of blood, nor of will of flesh, nor of will of man. Bwana asifiwe, but of God. Chochote kitokanao na Mungu ni cha rohoni. Kazi ya Mungu ifanyikao ndani ya mtu ni ya rohoni, haionekani, haiguziki. Lakini kwa sababu ya flesh, blood and man, haya ni mambo unayaona, ni mambo unaguza, ni mambo unakibilia, ya mambo kama hayo. Mungu anasema si hayo. So mwanadamu wewe uko pale. Mapenzi ya Mungu katika maisha yako ni ukae katika maisha ya rohoni. Ukiwa tu na huo mwili, ukiwa na damu, ukiwa
umezaliwa na mwanadamu, my dear, kuna uwezo mkuu sana. Yesu Kristo wakati alipoletwa ulimwenguni, alikuwa Mungu, alikuwa wa roho, lakini juu ya ule mwili wake wa roho aliuvaa mwili wa mwanadamu. Na wewe una uwezo wa huu mwili wa mwanadamu kuvaa mwili wa roho, kuvaa mwili wa roho, kuvaa hiyo nguo inaitwa Holy Spirit, spirit itokao kwa Mungu. Na wakati utafanyika namna hiyo, utaweza kufundishika, kuelezeka, kuongozeka na kupokea chochote Christ alikuja kukileta katika ulimwengu. Mapenzi ya Mungu ni wewe kuwe na hakikisho na uhakika ya kwamba umefanyika mwana wa Mungu, kwa kuamini neno, kwa kulitambua neno, kwa kulisikiliza neno, kwa kugeukia neno na kutii neno. Na wakati utafanya haya yote, wewe umeshafanyika kuwa nyumba ya Bwana, umefanyika kuwa house of God, umefanyika kuwa a dwelling place, umefanyika kuwa temple. Hallelujah. Maisha yako na maisha ya Mungu itafanyika kuwa moja. Haya ni mambo ninatamani sana watu waweze kuyajua. Wakati ule Kristo alikuja, inasema ya kwamba katika mstari wa 14, and the word was made fresh. Neno lile lilifanyika kuwa mtu, and dwelt among us, na akaishi pamoja nasi, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Christ came with grace and truth. Ate naye neno alifanyika mwili. Kwa hivyo yule tunaye ambiwa tuweze kuamini na kulishika neno lake, alikuwa neno kutoka mwanzo. Wakati alipokuja ulimwenguni, akafanyika, akauvaa mwili, ati akakaa kwetu. Yes, amekaa kwetu, akai kanisani, akai kwa mtu fulani, akai kwa bishop, na akai kwa pastor, na akai kwa apostle, na akai kwa mwalimu, wala akai kwa yeyote yule unafikiri. Akai kwa father, akai kwa leader, akai kwa mother guild, akai ate mtu somebody, ate huyo ndiye, ate mtu fulani. Mungu ako ndani yake. Hapana, ako kwako wewe mulevi, ako kwako wewe maraya, ako kwako wewe mwizi, ako kwako wewe mtenda dhambi. Kile kinahitajika ni ya kwamba ukubali Christ Jesus alikuja ulimwenguni ndio aweze kukusamehe dhambi zako, aweze kukutoa katika nini, katika kifungo. You are bound. Anakuja kukufungua katika dhambi na mauti. Kuamini tu yeye ndiye mwenye uwezo na nguvu na mamlaka ya kunifanya niweze kuwa kiumbe kipya kulingana na mapenzi ya Baba Mungu. Haleluya. Nakupenda. Na ndio ninakuambia haya ndio uweze kufunguka mawazo. Niko hapa ndio niweze kukoroga mawazo yako na neno hili, neno la Bwana. Ndio uweze kuona ufalme wa mbinguni si kula na kunywa, ila ni kufanya mapenzi ya Bwana.
ndio uweze kuwa na hekima, uweze kuwa na mamlaka yote katika ufalme huu wa ulimwengu ulio ndani yake. Sababu Mungu alikuita na akakutuma, alikuzaa ndio uweze kuwa mtawala wa ulimwengu, lakini si ulimwengu ukutawalie. Sio ulimwengu ukutawalie, wewe uwe mtawala wa ulimwengu. Utawalie chochote kiko katika ulimwengu. Ona, watu wanajenga manyumba zao, yale manyumba inawatawala, inakosa kulipwa. Watu wanaingia wakitoka, inakosa kupendwa, yani hata neema inakosa. Mtu ananunua gari, inakosa kununua ingine. Kuna utawala wa ulimwengu umekuja juu yako, umekukomesha. Tunazaa watoto na badala ya watusikie, wanatutawala, wanatukomesha. Na vile wanataka ndio vyo wanataka. Hakuna wakati wananyenyekea. Bwana asifiwe. Utawala wote wa Mungu ule alimpa mwanadamu umegeuka. Ukawa ule utawala ulikuwa mzuri na mwema, umefika kuwa uadui. Leo hii watoto wanaua wazazi ndio wachukue mashamba na pesa. Hawana upendo na hawana heshima kwa wazazi wao. Wanatamani wafe. Sababu utawala wa mwanadamu ule Mungu alipeana katika ulimwengu, watu waliugeukia. Wakakataa kulifuata neno la Bwana. Ndio neno la Bwana liwahekimishe. Ndio neno la Bwana liwatiishe. Kama vile Kristo aliweza kuja ulimwenguni, kila kitu kikabao na kila kitu kitabao kwake yeye, kwa sababu neno linasema yale yote aliyoyafanya ni yale Baba yake aliyoyafanya. Wacha tusome katika kitabu ya John 12. Katika kitabu ya John 12, John 12, mstari nataka tuweze kuangalia wa 41. Nataka tuangalie mstari wa 41 pamoja. John 12:41 inasema, "This thing said Isaiah when he saw his glory and spoke of him." Maneno hayo aliyoyasema Isaiah, kwa kuwa aliuona utukufu wake, akataja habari zake. Alitaja habari za nani? Christ. Nani huyu? Ni Isaiah. Katika kitabu gani? Old Testament. So Old Testament ilinena juu ya nani? Christ. Yani ilinena juu ya nani? Christ. Ilionyeshana nini ndani yake? Christ. Akasema 42, "Nevertheless, among the chief ruler also many believed on him. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue." Walakini hata katika wakuu walikuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na sinagogi. Kwa hivyo watu wengi hata leo wanakataa kukiri Christ. Wanataka, na ndio kuna dini za kila aina. Wale wanaomwamini Kristo na wale wasiomwamini Kristo. Wengi wao hata kama wanajua Kristo ni wa ukweli, wanashindwa kumgeukia sababu ya kata zao, kwa sababu ya kukataliwa na kukomeshwa na kuuawa wakimgeukia Kristo.
Hata leo hivyo ndivyo kulivyo. Ni Waislamu wengi sana wanajua Kristo ndio kweli, lakini kwa sababu ya dini yao hawawezi geuka. Watu wamefungwa. Watu wanajua watafukuzwa katika familia. Hata leo katika hata hizi makanisa yetu, mtu hata akisikia kabisa Mungu yani kuna change katika mioyo yao, ni kwa sababu ulitupelekwa dini hii. Sasa hauwezi toka, hata kama unasikia mwongozo wa Mungu kwa njia tofauti, hauwezi toka. Unaogopa usifukuzwe kule uliolewa. Unaogopa bwanako asikuache. Unaogopa bibi yako asikuache. Unaogopa familia isikulaani. Wacha nikwambie, ukiingia ndani ya Kristo, hakuna laana inaweza fanya kazi ndani yako. Hakuna. Ukiingia ndani ya Kristo, umepumzika, umefunguliwa, umeondolewa katika laana zote. Hata wakati huo haujaingia ndio umelaaniwa, sababu uko chini ya sheria. Na sheria ndio ilileta kifo, na hiyo sheria ndio inakufunga. Kwa hivyo tayari umeshalaaniwa. Uko ndani ya laana, unakaa kama Jacob. Yule alikuwa anaambia mama yake, "Mama, unaniambia niende kwa baba." Na unajua sasa, akijua mimi sio Esau atanilaani. Na mama alikuwa anajua. Tayari umeshalaaniwa, na ndio ninakutuma kwa baba. Mkiwa na Esau nyinyi wote mmelaaniwa. Na ndiye baba ameambia Esau, "Enenda ukanipikie chakula ile ninayoipenda." Bwana asifiwe. Ndio nikubariki. Kwa hivyo ni nini kilikuwa juu ya Esau? Ni laana. Na kile kiko juu ya Esau ndio kiko juu ya Jacob. So mama akajua, huyu mwanangu laana juu yake. Akataka hata yeye abariki. Akafanya kazi kwa niaba yake. Akachinja, akapika mama yake, akampa, pelekea baba, akabarikiwa. Nasi watu wa Mungu, wakati ule unafikiria umebarikiwa, na unasikia kabisa Mungu, na unasikia neno, na ukasikia kwamba pasipo Roho wa Bwana ndani yako, Roho Mtakatifu, haiwezekani uweze kutenda kazi ya Mungu. Haiwezekani wewe uweze kupokea uzima wa milele. Mungu Baba na Roho na Mwana hawawezi kaa ndani yako kwa sababu hauna Roho. No, ndiye zile. Hakikisha ya kwamba umempokea Kristo. Umesharadiwa tayari, wewe mwenye dini. Roho wa Bwana sio wa kulabasaika. Hata shetani alilabasaika. Haleluya. Hao ni mafundisho. Unafaa kukaa chini uweze kuelekezwa, ndio uweze kutambua lugha ile unaongea, ile lugha hiyo new tongues unaziongea kutoka wapi. Number 43 inasema, "For they loved the praise of men more than the praise of God." Kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Walienda kuinuliwa na kuinua mwanadamu wenzao. Hivyo ndivyo kulivyo leo. Ukikosa kuinua pastor wako, bishop wako, nabii wako, wewe unatupwa nje. Wanataka tu uweze kuwainua. Ukikosa kuombewa vizuri, na uone anakuombea na anakalisha mkono juu yako, anakugaragalia, anafanya haya yote, unatoka kanisa unaenda. Sababu wewe unataka mahali yani unapendeka, unaheshimiwa. Hiyo yote ni upumbavu, foolishness. Hiyo yote si mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni ukae katika kumtambua yeye, umuinue yeye, kumpitia mafundisho unaofundishwa, umuinue Mungu wako. Umuonyeshane Mungu wako kwa kila mtu. Mimi hakuna kitu naweza kufanyia, lakini kwa sababu ya kulisoma neno na kulitambua na kujua ndani ya hilo neno, hapo ndipo siri imefichwa. Ndio leo ninakunenea
pasipo kutaka uniinue wala uniite majina mengi. Niite tu Lydia, nimetosheka. Si lazima uniite mtumishi wala uniite pastor wala uniite apostle. Wacha Mungu aweze kutukuzwa kwa lile neno tunalolisoma. Haleluya. Hilo neno ndio linatufungua. Bwana Yesu asifiwe. Ati wanataka kuinuliwa katika masinagogi na majina yao kuwekwa juu. Na hivyo ndivyo kulivyo hata sasa. Yes. Number 44. Jesus cried and said, "He that believeth on me, believeth not Jesus cried and said, "He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me." Yeah. Ati wale wote wameniamini. Hawaamini mimi, wanaamini yule aliyenituma. Kwa hivyo kumtambua Christ ni kumtambua Mungu. Kuingia ndani ya Christ ni kuingia ndani ya Mungu. Kumpenda Christ ni kumpenda Mungu. Kutii Christ ni kumtii Mungu. Mara moja, automatically. Number 45. And he that seeth me, seeth him that sent. Wale wameniona, wamemuona yule aliyenituma. Hallelujah. Wale wameguzwa na lile neno ninalolihubiri, wameguzwa na lile neno la aliyemtuma. Napenda haya. Number 46. I am come aright into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aminie mimi asikae gizani. Yeyote yule amiaminie asikae gizani. Sababu kanisa liko gizani. Watumishi kama wote wako gizani, hata kama sio wote. Kunao wametambua, kama vile nimeshatambua ufalme wa mbinguni umefichwa wapi. Ni nani mwenye huo ufalme? Mimi na Mungu mimi na Yesu tunakaa namna gani? Yes, 47. And if any man hear my word and believe not, I judge him not. For I come not to judge the world, but to save the world. Ati na mtu akiyasikia maneno yangu, asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili kuhukumu ulimwengu, ila niuokoe ulimwengu. 48 inanifurahisha sana. He that rejected me, he that rejected me and received not my word, had one that judged him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Unaona, leo hamakalia. Wakati wowote tumekataa kuamini neno lake Christ, kulitilia maanani na kuligeukia, lile neno umekataa na limeandikwa, si unaliamini kwa sababu limeandikwa. Yes. Ukikosa kuliamini, si Christ atakujaji, na si God atakujaji, na si Holy Spirit atakujaji, but utajajiwa na kile ulisikia lakini haukukiamini. Hapo ndipo inafanya kila wakati nikwambie, Bwana anakupenda. Hataki uingie katika kifo, hataki ugojeke, hataki, hakasiriki kwa ajili yako, na hawezi ingilia mapenzi yako. Anakupenda na upendo wa ajabu,
na ndio amekuandikia neno, barua hii ya neno, ndio ulisome, uweze kuliamini, liweze kukuokoa. Lakini ukikataa kuokolewa na kugeuzwa na kuliamini, litakujaji lenyewe. Not God, not Christ, not the Holy Spirit. Aria moigaga Ngai ni arahũra kana ni arahũra bũrũri, makoragwo me mahĩtia-inĩ manene mũno, makoragwo marĩ kĩgu. Ti Ngai ni araroithia bũrũri. Ai, Mungu anajipigania, na ndio unaona amepitia katika mateso, ndio unaona mtoto wake amekufa, ndio unaona amegojeka ugonjwa na hauonekani dawa, ndio unaona watu wote wamembudu. Hapana, si Mungu. Wewe na yeye, haleluya, kama nyinyi nyote hamjaamini neno, mnafanana. Kama nyinyi nyote hamjapata nafasi ndani ya Kristo ndio akae ndani yenu, mnafanana. Haleluya. Lile neno umelisikia na ukalikataa, hilo ndio linakujaji. Hilo ndio linakujaji. Na linakujaji kulingana na vile lilivyonena, na kulingana na hali wewe uliyoikataa. Linakujaji. Si God na si Satan, please. Si Christ. Neno. Lile neno uweze kulitilia maanani, ndio liweze kuwa msaada kwako. Your name. 49. For I have not spoke of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say and what I should speak. Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka, yeye mwenyewe ameniagiza nitakayo yanena na nitakayo yasema. Ni kama utume mtoto kwa duka umwambie, enda uambie mama fulani wa duka akupe sukari. Ule mtoto ataenda aseme, nimetumwa na mama unipe sukari, atakuletea pesa kesho. Sababu hivyo ndivyo umemtuma. Kwa hivyo yule mtoto atapewa sukari, mwenye duka agojee pesa kwa sababu umesema. Wakati utakataa kulipa, hata dai mtoto, atadai wewe mzazi. Bwana asifiwe. Naye Kristo Yesu alikuja ulimwenguni. Yesu alitumwa akuje atuletee ujumbe kutoka kwa Baba. Na Yesu alisema yale yote alitumwa na Baba. Watu wengine wanataka Mungu mwenyewe. Yesu ndiye messenger katika maisha yetu kutoka kwa Mungu. Na ndiye kila kitu tunafaa kukifuata kupitia Christ, ndio tuweze kutimiza mapenzi ya Baba. Baba wetu, Mungu wetu, ndiye nguvu zetu, ufalme wetu, uweza wetu, mamlaka yetu katika yote. Hallelujah. 50 ndio namalizia nayo. Inasema, and I know that his commandment is life everlasting. Whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Basi hayo ninenayo mimi, kama baba alivyo niambia, ndivyo ninenavyo. Tukiyakataa, wale wanataka Mungu aje na asikae, awatoe katika hali na kuambia zitakaa ndani yake kabisa. Kile kinahitajika ni kuamini neno katika kinywa cha yule aliyetumwa
na yule aliyetumwa ni Christ. Christ ndiye uwezo wako, nguvu zako, mamlaka yako. Christ ndiye atafanya Mungu aweze kuja kwako. Christ ndiye atafanya Mungu aweze kukutoa katika hali. Christ, my Christ. Hallelujah. Christ ndiye atafanya wewe uweze kuwa vivid. Christ uweze kuwa righteous, holy and perfect. Uweze kuwa sanctified, justified, freely by his blood. Bwana asifiwe. Ninashukuru Baba yangu. Ninainua Baba yangu. Ninampenda Baba yangu. Na ndiye Kristo Yesu, yule ananielekeza na kunifundisha na kunionyesha mapito. Yule neno limesema ndiye nuru, alikuja ulimwenguni kama nuru. Imesema hapo tu. Alikuja kama nuru. Yeye ndiye nuru yangu. Animulikia mguu wangu usijikwae. Amenifungua. Amenipa upendo, happiness, joy, faithfulness. Faith. Hallelujah. Mimi nimefanyika kuwa his dwelling place, his house, his home. Nafurahi na kupenda, na ndio ninakunenea haya. Nashukuru Baba yangu, yeye aliyeniita na kunituma kwako. Asante sana. Namalizia hapo siku ya leo.